alimhitaji mtu anayemkomboa kutoka chini ya sheria, ambaye huyu anayemkomboa chini ya sheria naye alihitaji azaliwe chini ya sheria ili atukomboe. Sasa Biblia inaeleza kifupi kwamba ili atukomboe kutoka chini ya sheria, lengo lake ni ili aishi sheria, halafu aishinde sheria, na akisha ishinda sheria ndipo akunyang'anye wewe kutoka chini ya sheria. Uwezi ukamnyang'anya mtu kutoka chini ya sheria wakati wewe mwenyewe hujaishinda nini? Sheria. Aliyezaliwa chini ya sheria ili anikomboe mimi niliyokuwa chini ya sheria, halafu nije nifanyike kuwa mwana. Maana nikiwa chini ya sheria siwezi kufanyika mwana na siwezi kupokea haki kamilifu za mwana, lakini nimemwamini huyu. Sasa kupitia huyu niliyemwamini nimefanyika mwana, na kama nimefanyika mwana basi ninazo haki kamilifu za wana na urithi wake. Na ili kuthibitisha hili anasema Mungu alimtuma Roho wa Mungu. Na huyu Roho wa Mungu nisikilize, Roho wa Mungu anayekaa ndani yako, Roho wa Mungu amekuja kuondoa mipaka inayonizuilia urithi wangu. Sio tu analia Aba, yani Baba, amekuja pia kuniondolea mipaka inayonitenga mimi na haki yangu ya urithi kwa Mungu Baba. Yeye amekuja kuondoa mipaka, Roho wa Mungu. Lakini watu kwa sababu ya kutokuamini vema, wanaishi wanasema wana Roho wa Mungu ndani, lakini wana mipaka mingi mno. Una mipaka kwenye akili, una mipaka kwenye uponyaji, una mipaka ya afya, unaweza kuwa na mipaka ya elimu, unaweza kuwa na mipaka ya ardhi, unaweza kuwa na mipaka hata ya watu wanaotakiwa wawe karibu na wewe. Umeweka mipaka ila wewe hujui. Yaani watu waliokusudiwa uwe nao karibu, umeweka mipaka. Watu ambao hukusudiwa uwe nao karibu ndio mpaka imefunguliwa kwao. Imekuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu hana kazi kamilifu ndani yako. Anashindwa kufanya kazi kamilifu ndani yako. Kizuizi kiko kwako. Aliyekuja kukuondolea mipaka ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio tu nimejaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuja kukuondolea mipaka uliowekewa kwenye akili yako. Na ndio maana Biblia inasema wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu amekuja kuniondolea mipaka kwenye akili yangu ili niwe mrithi sahihi wa baba yangu, wa mali za baba yangu. Hivyo mipaka ya kwenye akili lazima iondoke kwa anayetaka. Mipaka haijalishi Yesu yuko jirani. Petro na Yesu walikuwa hapa na hapa, wote wanatembea wapi? Kwenye Yesu hakusimamia mipaka ya Petro kwenye akili. Yesu alimwambia neno, tembea. Lile neno lilipoingia kwenye moyo akachukua hatua kutembea. Giza likaja kuweka nini? Mipaka kati ya neno tembea na mawimbi. Kwa neno tembea likapotea, neno mawimbi likaanza kuzungumza. Unaweza ukawekewa neno, mimi naona sipendi haya mawazo na yawaza, hao hawanipendi. Haya mawazo ni ya kwako, ni ya kwangu, ni ya Lucifer. Angelikwambia hayo ni ya Lucifer. Wengine mmeshindwa kurithi mali za baba wa mbinguni sababu mipaka ya kuwaza tu, hawanipendi. Linazungumza hilo we, mpaka unashindwa hata kufanya mapenzi ya baba wa mbinguni, mpaka unatoka kwenye mstari, mpaka unashindwa kuwa mrithi halali wa mbinguni. Anayesimamia hiyo mipaka isije kawekwa kwako ni kazi za Roho Mtakatifu. Ndio maana Roho Mtakatifu anaweza kukuonyesha kwa maono, anaweza kukuonyesha kwa ndoto, anaweza kusema nawe kwa sauti, anaweza kukupa neno la Kristo kwamba liamini neno hili linasema 1 2 3. Anahangaika na wewe, lengo lake akutoe kwenye mipaka ili akufikishe kwenye uhuru wa kila jambo, uwe mshindi wa kila jambo. Ndio maana anahangaika na wewe. Roho Mtakatifu analia Baba, anasababisha uwe mrithi halali usiye na mipaka, Roho Mtakatifu. Lakini huyo Roho Mtakatifu watu wanamsukumia mbali. Wakati mwingine mnamkejeri, hamtaki ushirika naye. Lakini kumbuka ndiye aliyekuja kukuondolea mipaka. Palipo na Roho wa Mungu, anasema hivi, basi Bwana ndiye Roho. Bwana ndiye, tunasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako yakuwa ni Bwana, utaokoka, si ndio? Kwa hiyo kuna Bwana anaitwa Yesu. Kuna Bwana aliye Roho. Kumbe ninapomfanya Yesu kuwa ni bosi wangu, ni Bwana wangu, ni bosi wangu, ni mtawala wangu, hatawali bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye ananipa neno lilo hai. Roho Mtakatifu ndio ni sauti yangu ya mazungumzo kati ya mimi na Mungu. Hapo ndipo penye uhuru. Kubomoa kuta zilizokuzunguka ili uwe huru, lakini masharti yake awe ni Bwana kwako. Unaweza kusema na Roho wa Mungu alafu sio Bwana kwako. Ndio shida nyingine na yeye. Kwa nini sio Bwana? Kwa sababu kuna madudu yanayokuondolea mipaka yako, yanayokuwekea mipaka ili usiwe huru, ili usiwe mrithi. Huyu Roho Mtakatifu anayetuondolea mipaka, hatujampa nafasi sahihi kwenye mioyo yetu.
Shida iko hapo. Hangaika mifungo mingi, hangaika. Bado hiyo mifungo yako atakaye kuja kukujibu ni Roho Mtakatifu. Yesu atasema nimesikia kilio chako, sawa, lakini nimempa mtu anayekuondolea mipaka, anaitwa Roho Mtakatifu. Msikilize yeye, akuongoze yeye, atakufikisha kwenye nchi ya ahadi. Hata wana wa Israeli waliongozwa na wingu jamani, wingu ndio lilowaongoza. Kwa nini leo tunamseta Roho Mtakatifu? Waliongozwa na wingu, liliposimama walisimama, lilipoondoka waliondoka, mpaka wakafika kwenye nchi ya ahadi. Sema amen. Wewe leo kwa nini unamkejeli Roho wa Mungu? Kwa nini umemuondolea kwenye ufahamu wako? Kwa nini leo unapenda akili zako ndio? Ndio kama Petro alivyokuwa nazama mbele ya Yesu kwa hapa. Kwa sababu yeye kipaumbele chake kilikuwa ni akili zake mwenyewe. Hataki kusikiliza kile alichoambiwa na Kristo, ambacho anasema tembea. Ile neno tembea ni kioo. Linafanywa imara, linafanywa nguvu kupitia Roho wa Mungu, lakini yeye akalisukumia mbali. Mashetani anajua sisi si wa kawaida. Kuzimu anajua sisi si wa kawaida. Mpaka namba 1 ya akili yako. Kuna mipaka mingi, mingine umetamkiwa wewe hujui.